kwa habari ya namba 3, unabii wa mwaka huu 2026, namba 3, niliona watoto wanawapa sumu wazazi wao. Watoto vijana wanaamua kuwaua wazazi wao kwa kuwapatia sumu. Ni jambo ambalo liliniumiza pia hata mimi kwenye maono hayo, na ndani ya moyo wangu naangalia na kuona kilichokuwa kinaendelea, nikamsihi Mungu kutaka kujua kweli ni nini, sababu ni nini. Nikasikia sauti inaniambia sababu kubwa ambayo imefanya vijana hao kufanya jambo hilo ni kwa sababu wanadai wamechoka na mambo mengi. Sasa nakusihi mzazi mwenzangu unayenisikiliza, unayenitazama muda huu, unapopata nafasi ya kujaribu kuombea watoto wetu. Yawezekana sisi wazazi tumetoka kwenye nafasi zetu, hatujasimama kama wazazi kwenye nafasi zetu. Tujitahidi kuombea watoto wetu, kwa sababu shetani yuko kazini. Kusoma Efeso 2:2, Biblia inasema kuna yule ambaye ni mkuu wa anga, ambaye kazi yake ni kuwaongoza watu kwenye njia zake. Kazi ya shetani ni kuweka roho ya uasi ndani ya uzao. Nikukumbushe mzazi mwenzangu na mtarajiwa ulioko mahali hapa ya kwamba baada ya vita na kauli ya hukumu iliyoachiliwa pale kwenye bustani ya Eden juu ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, shetani alianza kazi mara moja kuhakikisha kwamba anatimiza kusudi. Kama mzazi, simama kwenye nafasi yako. Hizi taarifa tutazisikia kwenye vyombo vya habari, ndani ya mitandao ya kijamii. Yawezekana wengine majirani zetu utazipata, lakini si habari njema kutokea kwenye maisha ya watu wetu ndani ya nchi yetu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili linapotokea ni laana ndani ya familia na ukoo. Maana yake kutakuwa na mwendelezo huo wakaendelea kupendelea kutoa sumu ndani ya familia zetu. Tahadhari la msingi, tuendelee kuombea watoto wetu na tukumbuke uzao wetu, tusiwaache. Tunapopata nafasi kufika kwenye ibada, beba watoto wetu, wapeleke ili wakajifunze njia ambayo hawataiacha hata watakapokuwa watu wazima. Na wakati huo nimeona jambo hilo pia, nikaona upande wa pili tena, jambo hilo linaingia kwenye siasa. Linawafuatilia baadhi ya viongozi, wanafuatiliwa kwa ajili ya sumu. Kwa ni jambo la msingi sana. Tuwe makini, kwa sababu si jambo jema. Kama mtumishi wa Mungu naendelea kuliombea binafsi, lakini niombe na viongozi pia wa serikalini. Najua mna dini zenu, jaribu kumpa nafasi Mungu ya kwanza kwenye maisha yako, apate nafasi ili aweze kukusaidia, apate nafasi aweze kutetea na kupigania. Adui yuko kazini, haangalii cheo chako, haangalii maisha yako, haangalii wewe ni nani. Anachoangalia ni kutimiza uharibifu wake, kwa sababu ya kazi yake ni kuua, kuharibu na kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tulifanyie kazi jambo hilo.